Asante sana. Kwanza ningependa kujitambulisha. Mimi naitwa Baraka, katibu wa Yanga tawi la Makumbusho aka semaji la Makumbusho. Mimi ndio yule wa kuwakera hapa Makumbusho kwa sababu unapoizungumzia Yanga ujue umemchokoza Baraka. Pole kwa matokeo. Mechi mbili umepoteza katika uwanja wa Chamazi Complex dhidi ya Azam, dhidi ya Tabora, walima asali kule mkoani Tabora. Napokea pole yako ndugu mtangazaji, lakini huu ni mchezo na mpira una matokeo mengi, kuna kufungwa, kushinda na kusuluhu. Japokuwa kwa upande wetu sisi wana Yanga ilikuwa sio jambo la kuzoea, sio jambo la kawaida kwa sababu tumezoea kushinda. Na sio sisi tu, mpaka kafu kote huko wanajua kwamba Yanga ni timu ya kushinda. Sasa tunapokuja kupata matokeo kama haya kidogo yanatupa mshangao. Kwa hiyo napokea pole. Nisema mtofungwa mechi zote mbili, yani amfungwi kabisa tangu ligi ilivyoanza. Shida nini Young Africans? Kuhusiana na kwamba sisi hatutofungwa, ni kweli kabisa kwa sababu hakuna mtu ambaye anajinenea mabaya, na pia ni sio ajabu kwa sababu tulishafanya hivyo kwenye misimu kadhaa nyuma kwamba tumemaliza msimu bila kufungwa. Kwa ile gati za kusema kwamba hatufungwi, tuna uwezo wa kusema hatufungwi kwa sababu ni kweli tunaweza kumaliza msimu bila kufungwa. Lakini kwa sababu imetokea tumefungwa, basi ni hali ya mchezo. Lakini pia kuna sababu za kimpira, kuna sababu za kishabiki, kuna sababu pia nyingine tu za kimaongezi. Tukianzia sababu za kimpira, Yanga tumepoteza dhidi ya Azam. Kama unaangalia kabisa tulikuwa na mapungufu kwenye kikosi chetu. Wachezaji wetu ambao ni tegemezi hasa katika safu line yetu walikuwa hawapo, na kama unavyojua mechi ya Yanga na Azam ni mechi kubwa kwa sasa hivi Tanzania kuliko hata Yanga na Simba. Sio, unanielewa? Yani kwamba Azam kidogo anatupa ushindani. Kwa hiyo kile kitendo cha sisi kupungukiwa wachezaji wetu, baadhi ya mabeki wetu muhimu kukosekana kutokana na kadi nyekundu, ile imechangia Yanga sisi kupoteza mechi ile. Lakini pia kwa sababu za nje ya uwanja, Yanga sasa hivi tuna maadui wengi. Yani watu wana wivu, si umeelewa? Kuna dogo ameimba nyimbo ile wivu mama wivu, yani makolo wamekuwa na wivu, si umeelewa? Kwa hiyo wameungana kwa ajili ya kutupama, yani kuhakikisha Yanga anapoteza, Yanga anashindwa. Yanga tumepitia hujuma nyingi sana katika mchezo wa Azam, na especially kutoka kwa makolo wameona kwamba sisi wenyewe hatuwezi, kwa lazima tuungane kwa ajili ya kupambana na ili giant la Tanzania, giant la East Africa na giant la Afrika. Kama unavyojua Mamelodi alishindwa kutamba hapa. Kwa hiyo inabidi waungane. Kuungana kwao pamewasaidia, sawa, lakini siku zote naamini utaungana, lakini kuna siku itabidi usimame mwenyewe, na maana ukikuta akisimama mwenyewe na kanda, si umeelewa? Lakini kwenye mechi ya Tabora kama ulivyoona, makosa ni yale, kadi nyekundu ya Baka atakuwepo kwenye mchezo. Jobu, kadi za njano zile zimefanya sicheze yao. Boka wote hawakuwepo kwenye mchezo, kwa hiyo mlazimu Gamondi kuingiza mbadala. Andambwile naye kuingia mapema tu ameumia, si umeelewa? Kwa hiyo ikabidi ya twist kikosi ili mradi tu aweze kucheza ile mechi. Mwisho wa siku tukapoteza mechi, na kulingana na mchezo basi ikabidi tukubali. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga ili ifungwe, Moraizi alimba Yanga inafungwaje? Sawa, hakukosea. Lazima ukuwe na sababu ya msingi ili uifunge Yanga. Sawa, Azam kadi nyekundu nikapoteza mchezo, lakini pia ukija kuangalia Tabora, ufinyu wa kikosi, yani kikosi kukosa watu wake muhimu kanipelekea nipoteze mechi. Kwa hiyo unaona kabisa ili kuifunga Yanga lazima kutokee mambo fulani hivi ndio ifunge. Lakini kimchezo mwenyewe unaelewa, anayeifunga Yanga joto analipata. Unataka kusema kufungwa na hujumiwa? Yanga wanahujumiwa kwa asilimia kubwa na kwa uhakika kabisa. Tunaongea sisi uwanja wa Azam ndio tunautumia kama uwanja wa nyumbani, lakini ule uwanja sio rafiki tena kwetu kwa sasa, sio, umeelewa? Kwa sababu kuna watu ule uwanja wanautumia kwa ajili ya kutukandamiza. Ule uwanja umekuwa kilinge sasa hivi, sio uwanja, umekuwa kilinge cha uchawi na ushirikina. Yanga wapoteze mechi, sio, umeelewa? Uwanja ule Yanga ni mwenyeji, sawa, lakini haruhusiwi hata kuingia, hata ulinzi hauruhusiwi yeye kuweka, sio, umeelewa? Kwamba watu
ambao wana matakwa yao binafsi, mtu na shoga yake, au Azam na Yanga na Simba wa kuungana, wanaamua kutengeneza hujuma, kutia madude yao ya kishirikina. Mwisho wa siku unaona kabisa mechi ya Yanga inavyokwenda, mwenyewe unashindwa kuelewa, nafasi zinatengenezwa nyingi, magoli hayapatikani, wachezaji ni kuumia, wachezaji wamekaa kwenye benchi wanasinzia tu. Yaani unaona ni uchawi unaoendelea. Lakini mimi nataka kuambia Yanga ni kubwa, ubaya kosa lao ni moja, wameanza kuyafanya haya mapema. Kwa hiyo tunakabiliana nayo kwa haraka sana. Nyinyi nasema muamini uchawi, mpira ni uwanjani. Sisi hatuamini uchawi, lakini wapo wanaoamini uchawi. Unajua unachokiamini ndio kinakupa. Sisi tunaamini kwenye ushindi, tunaamini kwenye uwezo, tunashinda. Sijui umeelewa, lakini kuna watu wanaamini kwenye ushirikina, wanaamini katika mambo kama hayo, lakini pia Mwenyezi Mungu unachokitaka ndio anachokupa. Sijui umeelewa. Kwa wenzetu wanaamini upande huo na wamepewa kulingana na upande huo wanaoamini. Najinasibu na kikosi kipana. Naona mwalimu Miguel Gamondi ukija kuangalia katika kikosi chake, mchezaji mmoja performance yake inaonekana. Young Africans naona mwalimu amepewa lawama kubwa sana. Unamwacha bwana mdogo fullback namba 2 Kibwana Shomari, unamwingiza Dennis Nkane. Yeye ni winga na tafsiri namba 2. Ndio sababu Dar es Salaam Young Africans kupoteza mchezo, au Miguel Gamondi awapi nafasi wachezaji ambao aonyeshe vipaji vyao ili mali kutumikia klabu ya Young Africans. Okay, nimekuelewa ndugu mtangazaji, lakini kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema the winning team never change. Sio, unaelewa? Timu ya ushindi huwa haibadiliki. Kikosi cha ushindi huwa hakibadiliki. Sio, umeelewa? Yanga ili upate nafasi ya kucheza uoneshe uwezo. Kibwana anapewa nafasi mara kibao anashindwa kuonesha uwezo, na ukiangalia watu ambao wanacheza kwenye namba yake wamemzidi mbali sana. Boka, kuna huyu Yao Kwasi, ni watu ambao mwenyewe amekiri kwamba wamemzidi mbali. Tukija kwenye nafasi ya Nkane kucheza namba yake, Nkane amepewa na amejaribu kuonesha uwezo wake katika zile mechi alizoaminiwa. Tumeona kuna mechi kadhaa mbili nyuma amecheza fullback na amecheza vizuri, na hajaanza kuchezea pale Yanga, lakini anaicheza vizuri. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mimi naamini kwamba hizo ni plani za kocha ndo anajua wachezaji, kocha ndo anaona mazoezini vizuri zaidi. Mimi kwa upande wangu sipeleki sana lawama kwa Miguel Gamondi. Mimi naweza nikasema ni pressure ya mchezo. Wewe una backline zako muhimu, hauna. Unaingiza mbadala wake Andambwile anaumia. Sio, umeelewa? Tayari kimchezo psychological uta panic. Kilichotokea ni panic tu, ndio maana kuna muda akatoa Zizikia, akatoa Pakome akoseli kutoka kwenye ile mechi, kwa sababu wale tayari waliamua kupaki basi. Kwa hiyo ilibidi atokee mtu wa kuwa soften. Sio, umeelewa? Mtu ambaye anaweza kutembea na mpira. Hakuwepo mtu wa kutembea na mpira. Kwa badala ya kumtoa Pakome ikaleta kidogo shida, lakini yote ni matokeo. Sio, umeelewa? Mimi naamini hata uwe na kikosi kipana kiasi gani lazima uwe na winning timu yako. Sasa winning timu yake Gamondi ndio ilikuwa halikosa katika ile mechi au katika zile mechi. Kwa hiyo sio swala la kumlaumu. Sio, unaelewa? Mimi napenda pia naweza nikaongea, kuna lawama inabidi ziende kwa marefa wetu. Sawa? Yanga kufungwa kwake juzi na jana, mechi zake hizo zilizopita, haikutokea tu, ile ni process ambayo iliandaliwa. Mimi naweza nikaamini hivyo kwa sababu ya kweli naweza nikaamini hivyo kwa sababu sawa, Yanga kushinda kwake sio kama watu wanapenda, Yanga kufanya vizuri mfululizo sio kama watu wanapenda. Mimi naamini kabisa zile kadi tulizokuwa tunapewa za njano, sawa, zilikuwa zina makusudi kabisa ya kutarget kwamba katika mechi ijayo kuna wachezaji tuwakose, tuwapoteze, kikosi chetu kiwe dhaifu. Jobu amepewa kadi za njano 2 ambazo kuna moja ilikuwa haina msingi wowote. Sio, umeelewa? Yaani haina msingi wowote, lakini alionyeshwa kadi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unaona kabisa ni vitu ambavyo vinatutengenezea mazingira ya mbeleni kuja kufanya vibaya. Sisi ubaya wameanza mapema. Yaani neno langu ni moja, shida wameanza mapema. Tumegundua mapema na nao. Yaani kama unavyotujua Yanga hatuna shughuli ndogo. Ukianza shida na sisi tutapambana na wewe. Sio, umeelewa? Haya yote nyuma yao makolo wanahusika kwa sababu ya wivu. Wivu. Yanga kushinda mechi goli 5-5, kumpiga mtu 5-5, sio kama wanafurahia. Wameteseka muda mrefu, wakaona je, sasa kama huyu anatumia kiwanja hiki cha Azamu, inabidi hiki kiwanja sisi tudili nacho. Sio, umeelewa? Inabidi tupambane nayo. Na hata huko katika TFF, katika wale marefa, kuna watu baadhi ya marefa wana ushabiki. Zile kadi zote ni plani zile kwa ajili ya kuionyesha Yanga. Sio kikosi chenu kilikutana na timu bora au makosa ndio umefanya kwa adhibu
Wewe unaamini kwamba Tabora anaweza kuwa bora zaidi ya Yanga? Bora kumfunga mwenzako sio bora. Sijui unanielewa. Unaweza ukawa bora na ukapoteza kwa sababu tu. Kuna sababu za kimchezo, kuna sababu za nje ya uwanja nimekwambia. Si umeelewa? Ili mtu afungwe lazima makosa yatokee au sometimes lazima kuna vitu shinikizo vitoke kutoka. Tabora kwa kufunga nje ya uwanja. Tabora mimi kanifungia nje ya uwanja. Sio ndani ya uwanja. Hapana, kwa ndani ya uwanja mimi nakataa. Sawa, kwa sababu Yanga ametengeneza nafasi nyingi sana. Zote zilikuwa zikiwa converted kuwa magoli ya wazi, lakini kila ikipigwa ni nje, wapi hivi. Si umeelewa? Yaani ni ujanja. Kwa makosa yako amekuadhibu kupitia Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Alidi Aucho. Makosa ya Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Alidi Aucho ni sawa, inawezekana yakawa yanatuathiri, lakini mimi naweza nikasema kwamba kwa timu kama Tabora sio rahisi kutingisha ngome ya Yanga hata kwa ile iliyokuepo. Sawa, na kama uliangalia magoli yao yote ni buba. Yaani pap imepigwa counter attack wameenda kushambulia wakatufunga. Si umeelewa? Yaani unaona kabisa ni kwamba sio kwamba wameweza kudili nayo safu yetu ya ulinzi kwa kiasi hicho. Si umeelewa? Yaani mimi naamini kabisa ifike muda mwacheni mwenye uwezo aoneshe uwezo wake. Yaani mpira uwe wazi. Yanga ni bora, iacheni ifanye vizuri. Sio muitengenezee fitna na majungu ili mradi muikwamishe. Si umeelewa? Uivu sio mzuri. Sawa? Pambana naye. Simba akija kucheza na mimi anakufa. Sawa? Sasa naona sasa hivi kashindwa kupambana naye, mimi kama mimi inabidi aungane na watu kwa ajili ya kunikandamiza mimi. Haitomsaidia. Uone kama ona ligi yetu imekuwa. Ligi kukua ni wewe timu kama timu kwanza uanze kumfunga mwenzako ambao naamini ni mkubwa kwako. Tabora sikakufunga. Sasa kanifunga kwa staili gani? Sio, umeelewa? Umenifunga kwa staili gani? Uni hivi Yanga ikikamilika kweli wewe unadhani kuna mtu anafua dafu? Wanasema wachezaji wamechoka. Wachezaji wamechoka? Baadhi ya wachezaji wamechoka. Kwa nini wachoke? Wachezaji kazi yao ni kucheza. Sijui umeelewa? Inawezekana wakawa wamechoka lakini sio kwa kiasi kile. Sijui umeelewa? Hiyo inawezekana pia kwa sababu Yanga ndani ya siku 20 tumecheza mechi takriban 6. Sijui umeelewa? Sio kawaida. Na haipasi kuwa hivyo. Sijui umeelewa? Lakini yote haya sisi tunakubali kwa sababu sasa hivi sisi hatuna sei katika TFF. Yanga sasa hivi sisi tunapelekwa. Hii mechi ya Tabora mimi nina uhakika ingekuwa kwa wenzetu hii mechi ingeahirishwa. Kulingana na majeruhi yale yalikuwepo, wangetafuta tu sababu kwa sababu kawaida yao hiyo kuahirisha mechi. Lakini kwa Yanga iko kitu huwezi kukikuta. Huwezi ukapeka proposal ya kuahirisha mechi kwa sababu ya situation zako. Lakini Simba mara kibao tumeona wameahirisha mechi. Baada ya kufungwa maneno yao na kutoka. Sio maneno yao yananitoka. Hivi vitu ni vipo ambavyo ni vitu tunaviona vinatokea. Sawa? Yaani Yanga unaifungaje? Yanga ni kweli inabidi mutengeneze vitu nje ndio muifunge Yanga. Lakini mkija uwanjani hivi kawaida tupige mpira. Wewe huwezi kuchomoka kwa Yanga. Kwa hiyo mnamaanisha Azam Complex mnataka kuondoka. Mnahamia wapi sasa? Azam Complex hapa tufai kwa sasa. Mimi ningeomba hata uongozi wetu iko kitu wakichukulia hatua haraka iwezekanavyo. Ule uwanja sasa hivi tayari kishakuwa kilinge cha uchawi na ushirikina. Nataka muhamia wapi sasa? Sisi kokote tutacheza. KMC kuna Simba Sports lakini hao ndo kabisa wachawi wakubwa. Hatuwezi kwenda. Lakini sehemu yoyote sisi tutaenda kucheza. Lakini pale Azam sasa hizi hapa tufai. Uwanja sisi ndo wa kwetu ndo wenyeji, lakini mwisho wa siku tunatritiwa kama sisi ndio wageni. Uwanja ndani ya siku 3 nzima uruhusiwi kuingia mwenye mechi yako kweli? Tunahujumiwa kwa asilimia kubwa sana Young Africans. Ila nawasihi washabiki wa Yanga, mpira ni mchezo wa kawaida, mpira ni mchezo wa matokeo, una matokeo ya kuumiza. Kwa sasa inabidi watulie. Kufungwa timu zote zinafungwa. Tumeshuhudia Man City imefungwa juzi, Arsenal imefungwa juzi. Sawa, kwa mpira timu yote inafungwa. Mimi ninachowasihi ni kutulia, tufocus namna gani ya kujenga timu yetu, namna gani ya kuungana kwa pamoja kushinda haya mahujuma yao na mafitina zao ambazo wamezipanga juu ya timu yetu. Watetesi Miguel Gamondi anaweza kang'atuka katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kama kocha mkuu. Hizo tetesi hatuwezi kuzikataa. Sisi tunaachia viongozi wetu wakubwa ambao ndo wanaliona hilo. Sawa, kwa upande wangu mimi naweza nikasema Yanga kwa sasa hivi sisi huwa ni timu moja tumejiwekea kwamba yoyote anaweza kuondoka, yoyote anaweza kuingia. Sijui umeelewa? Sisi Gamondi ametufanyia vizuri, Gamondi anafanya vizuri. Sawa, wakiona viongozi wetu kwamba hawajapendezwa naye, wao wanaona zaidi. Sawa, wao wanajua zaidi. Sawa, lakini
wakiona kwamba tuendelee naye sawa, pia ni vizuri, ni kocha mzuri anatusaidia. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu yoyote litakaloamuliwa na viongozi sisi tuko pamoja nalo, lakini mimi ningesema hizi mechi mbili zisituyumbishe. Kwa hiyo ni sahihi Gamondi kuondoka au ni sahihi Gamondi kubaki? Mimi kwangu lolote ni sahihi, kwa sababu Yanga hakuna mkubwa zaidi ya Yanga. Yoyote. Unamaanisha ubingwa upo msimu huu? Ubingwa kwangu ni swala la kawaida. Yaani sasa hivi swala la ubingwa kwa Yanga ni swala la kawaida. Jamani, msiofie na hizi mbio za Simba. Simba wanawafunga timu dhaifu. Simba akija kutana na Simba kacheza na timu gani ngumu mpaka sasa? Shujaa. Sasa Mashujaa ni timu ngumu. Dakika za mwisho Simba kapata goli pale. Sasa kwake yeye ni mgumu, lakini sio timu ngumu. Ndio ujue Mashujaa tu anahangaika. Sasa akija kutana na Singida, akija kutana na Kinaazam, unaona kabisa ni timu ya kawaida. Sawa? Ni timu ambayo wanatumia sana nguvu ya nje kuizofisha Yanga kuliko uwezo wao wa uwanjani. Mtani ipo juu kileleni kwa pointi moja, anaongoza. Anaweza ikawa iko juu kileleni, lakini kumbuka Simba mimi ni kibonde wangu. Sijui umeelewa? Simba ni kibonde wangu. Mimi na pointi 6 kwake. Sijui umeelewa? Azam ana pointi zangu. Sijui unanielewa? Bado yani ligi ni mapema sana. Ndio maana nasema kama ni fitna, kama ni shida wamezianza mapema, hiyo ndio shida yao. Lakini wangefanya haya mwishoni kule. Lakini mwanzoni hapa yani wamewahi sana. Kwa hiyo ni rahisi sisi kubutuka na kujipanga vizuri. Anasema wewe tafuta kwa kutokea. Pale juu atoki mpaka siku ya mwisho ligi inapoamua. Mtangazaji nakwambiaje? Huyo Simba hayo ni maneno ya kujifariji. Kama uamini nipe mechi 4. Sikupi ngapi, nakupa mechi 4. Hesabu mechi 4. Sawa? Hapana, sio mechi 3 hesabu. Akiendelea kubaki pale njoo hapa ndugu mtangazaji na kununulia vifaa vipya vya kuendeshea shughuli yako. Unadhihirisha Simba ni bora kuliko Young Africans kwa michezo hii Robert? Haijawahi kuwa bora hata siku moja. Hata wakicheza wenyewe mnawaona kwamba kabisa hakuna timu bora hapa. Si umeelewa? Ni ile miemko, na kwa sababu tu wanakutana na timu dhaifu kwa sasa hivi. Bado hajakutana na timu. Shukrani sana. Asante sana na karibu sana.